Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameendelea kuongeza mashambulizi yake ya maneno dhidi ya Israel, akishutumu serikali ya Israel kwa kile alichodai kuwa ni kuendeleza migogoro ya Mashariki ya Kati ili kuhakikisha inaendelea kubaki madarakani kisiasa. Kauli hizo alizitoa wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari akiwa pamoja na Shehbaz Sharif, ambapo viongozi hao walijadili hali ya usalama katika eneo hilo pamoja na vita vinavyoendelea katika ukanda wa Gaza. Erdogan alisema kuwa serikali ya Israel imefanya kuendeleza migogoro kuwa sehemu ya mkakati wake wa kisiasa, akidai kuwa imeendelea kuchochea mivutano badala ya kutafuta suluhu la kudumu. Kwa mujibu wake, Israel haijajizuia katika operesheni zake za kijeshi, bali imeendelea kuhusishwa na hali ya taharuki katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Rais huyo wa Uturuki pia alidai kuwa Israel imeendelea kutekeleza mashambulizi ambayo aliyaita ya kinyume cha sheria na yasiyo ya kibinadamu dhidi ya Palestina katika ukanda wa Gaza. Alisema hali ya kibinadamu Gaza inaendelea kuwa mbaya, huku raia wakikabiliwa na ukosefu wa huduma muhimu, akisisitiza kuwa jumuiya ya kimataifa inapaswa kuchukua hatua za haraka ili kusitisha mapigano na kulinda maisha ya raia. Mbali na Gaza, Erdogan alishutumu Israel kwa kile alichokisema ni kuendelea kuingilia masuala ya nchi jirani, akitaja hasa Lebanon na Syria. Alidai kuwa hatua za kijeshi na operesheni za Israel katika maeneo hayo zinaongeza hatari ya kuzuka kwa mzozo mpana zaidi wa kikanda, jambo ambalo linaweza kuathiri usalama wa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Katika hotuba yake, Erdogan alionya kuwa serikali ya sasa ya Israel isipewe nafasi ya kuzamisha tena eneo hilo katika harufu ya baruti na damu. Kauli hiyo imeonekana kuwa sehemu ya msimamo mkali ambao Uturuki imekuwa ikiuchukua katika miezi ya hivi karibuni kuhusu sera za Israel, hasa tangu kuongezeka kwa mapigano Gaza. Katika kipindi cha hivi karibuni, viongozi kadhaa waandamizi wa Uturuki wameongeza ukosoaji wao dhidi ya Israel. Waziri wa mambo ya ndani wa Uturuki aliwahi kutoa kauli akitaka nchi hiyo kuibomoa Jerusalem, kauli ambayo ilizua mjadala mkubwa katika duru za kimataifa. Aidha, vyombo kadhaa vya habari vya Magharibi na Israel viliripoti kuwa mwezi Machi mwaka 2025, wakati wa dua ya kumalizika kwa Eid al-Fitr, Erdogan aliomba Mungu aiangamize Israel ya Kizayuni. Kauli hiyo ilipokelewa kwa ukosoaji mkali kutoka kwa viongozi wa Israel na washirika wake, huku Ankara ikisisitiza msimamo wake wa kuunga mkono wa Palestina. Kwa upande wake, Benjamin Netanyahu amejibu matamshi ya Erdogan kwa kumtaka atulie. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha television cha Channel 14, Netanyahu alisema kauli za rais huyo wa Uturuki hazisaidii juhudi za kupunguza mvutano katika eneo hilo, akisema kuwa Israel itaendelea kufanya kile anachokiona kuwa ni muhimu kwa ajili ya kuilinda usalama wa taifa lake. Mvutano wa kisiasa kati ya Uturuki na Israel umeendelea kuongezeka tangu kuanza kwa vita vya Gaza, huku Ankara ikiendelea kuikosoa Israel katika majukwaa mbalimbali ya kimataifa na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua dhidi ya operesheni zake za kijeshi. Israel kwa upande mwingine imeendelea kusema kuwa operesheni zake zinalenga kulinda usalama wake na kupambana na makundi yenye silaha yanayohatarisha. Kauli za hivi karibuni za Erdogan zinaashiria tofauti za kisiasa za kidiplomasia kati ya Ankara na Jerusalem bado zinaendelea kuongezeka, hali inaongeza wasiwasi kuhusu mustakabali wa uhusiano wa nchi hizo mbili pamoja na athari zake kwa usalama wa Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.